Karibuni wapendwa katika tafakari ya Dominika ya 13 ya mwaka A wa kanisa. Kwa siku ya leo tutafakari Injili ambayo kanisa limechagua kwa ajili ya Dominika ya leo, ambayo ni Injili ya Mathayo sura ya 10 aya ya 37 hadi ya 42. Katika Injili hii tungeweza kuielezea kwa mukhtasari kwamba Yesu anatuambia hakuna ambacho kinapaswa au tunapaswa kukipenda kuliko Yesu. Hakuna kipaumbele cha kupenda cha anayepaswa kupendwa kuliko Yesu. Yesu ndiye kipimo cha aina yote ile ya upendo. Kristo anaelezea haya maneno kwa kutumia maneno makali kidogo, ningesema makali kabisa, sio kidogo. Sababu Kristo anasema apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Apendaye mwana na binti kuliko mimi hanistahili. Baadaye atasema asiyechukua msalaba wake na kunifuata pia sisi sio upande wake. Yesu anaendelea kutoa maelekezo baada ya uteuzi wa mitume. Hii ni Dominika kama sikosei ya 3 mfululizo. Yesu baada ya kuteua wale 12 sasa anawapa rejea, anawapa ufafanuzi wa kile kilichopo mbele yao, majukumu yaliyopo mbele yao, mambo yanayowezekana wakakutana nayo katika utume wao. Na Yesu anachagua kuongea bila kuficha chochote, bila kuwadanganya chochote, kama tulivyoona Dominika mbele zilizopita, bila kuonyesha kwamba daima kazi itakuwa nyepesi, daima hakutakuwa na msalaba. Hapana, anawaeleza upande mwingine wa ukweli wa mfuasi, ukweli wa yule aliyetumwa. Kabla ya huu mstari wa 37 katika sura hii ya 10 ya Injili ya Mathayo, Yesu alikuwa ametamka neno lingine zito zaidi ambalo halipo katika Injili tunayosikia Jumapili hii. Yesu anasema hakuja duniani kuleta amani, bali mafarakano, bali upanga. Ndugu watagawanyika, baba atakosa na mwana, mama na mwana, hivyo familia itagawanyika kwa sababu ya Yesu. Mambo yote haya yanaweza kutuchanganya, tukajiuliza mwalimu wetu anamaanisha nini? Yupo mwalimu wa dini ya Kiyahudi kama wanavyojulikana kama marabi, walimu wa dini ya Kiyahudi wanaitwa rabi. Huyu rabi anaitwa Jacob Neusner. Jacob Neusner ambaye ameandika pia kuhusu Yesu. Huyu ni rabi wa karne hii ya kwetu ambaye ameandika pia kuhusu Yesu. Sehemu fulani anadokeza kwamba Yesu kweli kuna maneno anayoyazungumza ambayo kwa kweli ni mazuri, yanapendeza, yanafaa kufuatwa. Akasema pamoja na kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo hakubaliani na Yesu, lakini jambo ambalo pengine kwake lingekuwa kizingiti kikubwa kabisa kinachomfanya mmoja asiweze kuwa mwanafunzi wa Yesu, pale Yesu anaposema ampendaye baba na mama kuliko mimi hanistahili. Na huyu rabi anafahamu kwamba Yesu hakuzungumza tu hivi katika sehemu hii tu ya Injili ya Mathayo. Kuna sehemu nyingine za Injili. Kwa mfano Yesu anamwambia yule kijana ambaye anataka kumfuata, lakini kijana anasema ngoja kwanza nikamzike mzazi wangu. Yesu anamwambia waache wafu wazike wafu wao, njoo nifuate. Heshima kwa mzazi iko wapi? Siku ile wale jamaa zake Yesu pamoja na mama yake wakaenda kule Yesu alipokuwa anahubiri. Yesu akatoa taarifa kwamba mama yako na ndugu zako wako nje wanakusubiri. Yesu akasema mama yako na ndugu zangu ni kina nani? Ndio wote wanaosikiliza neno la Mungu na kulitii. Sasa huyu rabi anasema Yesu amevuruga moja kwa moja amri ya Mungu. Hatupasi kufuata
kama hiyo. Huyu Rabbi Jacob Neusner akaongeza kusema kwamba Yesu anajiona ni mkubwa kuliko Musa, ni mkubwa kuliko Torati, ni sawa na Mungu au ni mkuu kuliko Mungu. Ndivyo ilivyo, isipokuwa hiyo ya mwisho. Yesu ni mkubwa kuliko Musa, ni mkubwa kuliko Torati, ni sawa na Mungu. Si mkuu kuliko Mungu kwa sababu yeye ni. Na kama huu ndio utambulisho wa Yesu, basi Yesu anabeba pia utambulisho wa baba yake. Yesu ni sura ya baba. Katika kitabu cha Kutoka, sehemu fulani Mungu anatangaza kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu, mwenye wivu. Mungu mwenye wivu ambaye hapaswi kuchanganywa na miungu mingine. Nikimchagua Mungu, nimemchagua yeye peke yake. Siwezi kumwabudu Mungu wa ukweli lakini nikashiriki mambo yasiyofaa kwa miungu ya kipagani. Mimi ni Mungu mwenye nguvu. Yesu aliye sura ya Mungu anapokuja kwetu anarudia kwa namna tofauti kile ambacho baba yake ashatuambia siku nyingi. Yesu naye anapendwa lililo na wivu. Sitaki kingine kipendwe kuliko yeye. Sasa Yesu anavuruga misingi ya familia. Hapana, kinyume chake. Au tungesema anaelezea maana ya familia kwa undani zaidi. Kwani nilichokuja kufanya Yesu ni nini ndugu zangu? Ni kutengeneza familia moja kwa watu. Ni kufanya upendo usibakie umefungwa katika bahasha ya kifamilia kidogo, bahasha ya kikabila, ya kibaguzi, ya kirangi na kadhalika. Yesu anakuja kuleta usawa kati yetu. Anakuja kutupa neema kuweza kupendana bila kujali msingi ya tofauti zozote zilizo kati yetu za namna yoyote ile. Ndio maana katika nukuu moja hapo ndio Injili Yesu anasema, baba yangu au mama yangu na ndugu zangu ni wale wote wanaosikia neno langu nililoifuata. Yesu anakuja kutengeneza familia mpya. Yesu hataki tubaki katika uono finyu wa maana ya familia. Lakini pia Yesu wala hataki kuharibu familia za asili tunavyozifahamu. Hataki. Familia ni taasisi muhimu sana. Yesu asingeweza kuiharibu. Amekuja kuirekebisha. Tena kwa kuleta sheria yake mpya ya ndoa, amekuja kuirekebisha na kutoa maana halisi ya familia. So sheria mpya, Yesu anaposema kuhusu ndoa, kuhusu kuanzisha familia, anawaambia tangu mwanzo haikuwa hivi. Kwa hiyo anarudi tangu mwanzo wa kuumba ulimwengu na anatoa mfano ambao Mungu alitaka familia iwe. Mke mmoja na mume mmoja, kwa kijaliwa baraka ya watoto, hiyo ndio familia. Kwa hiyo Yesu kwa namna yote ile apingane na familia. Lakini sasa Yesu anataka kutuambia, kama familia yangu ni kikwazo cha kumfuata Kristo kikamilifu, basi afadhali familia hiyo ni kwamba ninaichukia kwa sababu napenda Yesu. Nimpende Yesu kuliko ninavyoipenda familia. Kama kuna uchaguzi wowote kati ya kufuata sheria ya mkombozi wangu na kufuata maagizo ya baba yangu, maagizo ya mama yangu, mimi kama kweli namfuata Kristo, uchaguzi nilionao ni mmoja, kufuata kile Kristo anachoniambia. Nitoe mfano mdogo. Nilipokuwa paroko sehemu fulani, vijana wawili wakaja katika shauri la kutaka kuandikisha ndoa. Kijana mmoja Mkatoliki na kijana mwingine wa dini tofauti. Wazazi wa binti walikataa kwamba huyu binti asiolewe na huyu kijana Mkatoliki, na sababu zao zilikuwa ni sababu za kiimani. Pamoja na kwamba eneo lile nilikuwa nafanya tume
Askofu Mahalia alikuwa tayari kutoa idhini ya watu Katoliki na mtu asiye Mkatoliki kubariki ndoa, kushuhudia ndoa za watu wa dini Katoliki na mtu asiye Mkatoliki. Lakini bado kanisa bado linahimiza kusikiliza ridhaa ya wazazi vijana wanapokuja kutaka kuandikisha ndoa, na paroko hutaka kujua wazazi wameridhia kufanya hivi. Sio kwa sababu ndoa inategemea wazazi. Ndoa ni kijana mume na kijana mke wamekubaliana, wamependana, wanataka kuishi pamoja. Lakini ridhaa nayo ni muhimu, kwa sababu wazazi wameona mengi. Wazazi wanaweza kuwa na ridhaa yenye mashiko ambayo kweli hata mchungaji anaweza kuona hapa ni kweli wako sahihi. Lakini na ridhaa nyingine ambayo kama mzazi anaweza kashauriwa kwamba hapana, hapa kwa kweli usijali, sio mbaya. Padre, mchungaji anaweza kumshauri hivyo katika mazingira fulani, mzazi ambaye ridhaa yake inaonekana kama haina mashiko sana. Sasa wazazi wa msichana, wazazi wa kijana walikataa. Wazazi wa msichana walikataa, hatutaki binti yetu aolewe. Na baadaye wakalegeza, kwa sababu yule kijana alikuwa anakutana naye mara kwa mara kusikia maendeleo. Baadaye kijana akasema wako tayari, lakini nisibariki ndoa yangu isishuhudiwe kanisani. Niambia baba paroko, naomba uniruhusu nikabariki katika ofisi za serikali, halafu kwa siri nitakuja na mke wangu tuibariki sakristia, tuibariki kanisani. Kaambia hapana, tusifanye sakramenti kwa sakramenti ya kificho. Nikaambia nenda ukasali, madamu nampenda huyo binti na pendo lenu Kristo anaweza kulibariki, endelea kusali na mimi kwa upande wangu nitawaombea. Kwa alichokuwa nataka kufanya huyo kijana ilikuwa ni kama kutaka kuwapenda wazazi kuliko kumpenda Kristo. Siku moja baada ya kusubiri kwa muda, yule kijana akaja kanieleza kwamba wamekubali, lakini hawatakuja, lakini wamekubali kwamba tufunge, tubariki, tushuhudie ndoa yetu kanisani. Nimetoa mfano mdogo ndugu zangu, sudi kuonyesha kwamba hata katika mazingira yetu kweli ipo namna ambayo tunaweza kujikatia kishawishi cha kutaka kumsikiliza baba na mama, kumsikiliza mtoto kuliko kumsikiliza Yesu. Kusudi tu kuonyesha kwamba nawapenda huyo kijana pamoja na unyofu wake, sio kwamba ninamhukumu kwa sababu kijana mnyofu. Alinidokeza kama akitaka nimshauri, na nilimweleza hivyo kwamba Kristo, kama unataka kumpenda Kristo, subiri, itafika wakati Kristo atalainisha mioyo ya hao wanaotaka kuzuia pendo lenu. Bado kuna namna nyingi za kuangalia jinsi ambavyo kipaumbele chetu katika upendo kinaweza kisiwe Yesu, kikawa wazazi, kikawa ndugu. Tunajitanabaisha kama Wakristo, lakini ni kwa asilimia ngapi tunamfuata Kristo wetu? Mwanzoni nilisema kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ni Mungu mwenye wivu. Kristo mwenyewe kwa maneno yake anaonyesha ni mwenye wivu, anataka apendwe kwa asilimia zote. Sisi ni Wakristo, lakini ni kati yetu tunashiriki katika mambo ya kumshiriki ya ushirikina. Yani kutaka kuonyesha kwamba kuna mbadala wa Yesu, kuna mbadala wa Mungu. Kwenda kwa waganga, kushiriki katika matambiko. Kote huku ni kumwambia Yesu kwamba ninalo pendo mbadala, pendo linalo lingana na wewe au linalo kuzidi wewe. Kwa hiyo ndugu wapendwa, hata kama ninafanya mambo haya, labda kwenda kwa mganga, labda kufanya mtambiko kwa sababu ya shinikizo la wazee wa kwetu, Injili hii bado inikumbusha kwamba yeye ndiye ninayepaswa
kumpenda kuliko vyote na hakuna mbadala. Na miongoni mwetu ndugu zangu, wala hatutalipa gharama kubwa sana kwa sababu ya kwa uaminifu kwa Kristo. Sana sana tutachukiwa, sana sana tutadharauliwa, tutasemwa tu na hao ambao walitaka tufanye hivyo. Tuwakumbuke mashujaa ambao kweli wamethibitisha kwamba hiki Kristo alichokisema kinaweza kuwa uamuzi wenye gharama sana. Narudia nilichorudia Jumapili iliyopita, wale vijana mashahidi wa Uganda, Kizito kwa mfano mtakatifu, pamoja na kwamba alikataa mashauri ya mtawala Kabaka, lakini pia alikataa mashauri ya wazazi wa pagani ambao wangependa kijana waendelee kufuata kuabudu miungu na kutokuwa Mkristo. Lakini aliona nimrithishe mfalme, nimrithishe baba, nimrithishe mama, akayatoa maisha yake. Wapo watakatifu wengine wengi, ukiacha hawa walio mashahidi, wapo watakatifu wengine wakubwa ambao kufuata Kristo kwao ilikuwa ni radical, yani ni kwa namna ambayo haina compromise, ni kusema ndio, nyeupe ni nyeupe, nyeusi ni nyeusi. Mtakatifu Francisco wa Assisi alivyotambua pendo la Kristo na wito alioitiwa, alimwacha baba yake, aliacha mali za baba yake na kusudi kumwonyesha baba yake kwamba wewe si kutegemei wala si like kusikiza na msikiliza Kristo. Alivua nguo zake zote, akawa uchi, akaondoka kwenda kufuata pendo lake, pendo Kristo. Mtakatifu Thomas wa Aquino, mtakatifu mkubwa na msomi sana katika kanisa, yeye wazazi wake walikuwa wamemwandaa tajiri, labda kurithi nobility ya familia, kurithi ile hadhi ya familia, labda pengine na utajiri, lakini akaamua kuchagua kashirika ambako ndo kalikuwa kameanzishwa, akaenda akawa mtawa wa kawaida. Walimweka kizuizini, familia ilimweka kizuizini kumlazimisha kwamba achana na utawa, sisi tunataka uwe hivi, urithi heshima ya familia. Hata kama walimweka kizuizini, baadaye waliona mtu afai wakamwacha, akampenda Kristo kuliko kuwapenda wazazi wake. Mtakatifu Clara akaacha urembo wake, akaacha maazimio ya familia ambayo naye alikuwa tajiri, ya kuondoka katika familia ya siwezi kusema kifalme ya kinoma, akamfuata Francisco katika umaskini. Sote tunaita katika wito wa pekee namna hii, lakini kila mmoja ajichunguze, ni wapi Mungu anaponiita na ni wapi ambapo badala ya kusikiliza Mungu, badala ya kufuata Yesu, kupenda Yesu, kina mezo na sauti nyingine. Na mwisho Kristo anasema tukitaka kumfuata sharti tujikane nafsi zetu, tubebe msalaba wake, tumfuate. Tafsiri hapa yaweza kuwa msalaba ni nini? Msalaba ni nini? Tafsiri yaweza kuwa msalaba ni chochote ambacho Mungu ameruhusu kinipate. Yaweza kuwa ugonjwa, yaweza kuwa ugumu wa masomo, yaweza kuwa ugumu wa maisha kwa ujumla. Ndio wengi wetu tunavyoeleza. Yaweza kuwa kweli ni sahihi. Lakini msalaba anaozungumzia Kristo katika sehemu ya Injili lazima tuuweke katika muktadha wake. Kristo anasema nini? Anayetaka kunifuata sharti ajikane nafsi yake, achukue, bebe msalaba wangu na nifuate. Abebe msalaba wa Kristo. Msalaba wa Kristo ulikuwa nini? Ilikuwa ni ule ubao aliobeba mabegani. Sawa, kuna mbao tukazobeba sisi kwenda kusulubishwa kama Bwana. Lakini msalaba anaosema Yesu ni kukubali gharama ya kutokubaliana na mambo ambayo hayakubaliani na Kristo na amri za Mungu. Naweza nikakubali kuingia katika dhambi kusudi nimfurahishe baadhi ya watu kama nilivyosema mwanzo. Lakini kwa kuikataa dhambi hiyo, ninaweza nikabezwa, nikadharauliwa, nikasemwa, pengine hata pia wakandidhuru. Maadamu nimekubali kwa dhamiri yangu, hapo kweli nimejikana, nimekubali kubeba msalaba, nimefuata Kristo. Kwa hiyo wengine wanaweza kukutwa na hali
ya kuwa lazima kubeba msalaba kama huu. Sababu Kristo mwisho wa siku anahukumiwa na anabeba msalaba kwa sababu amekataa kubaliana na mawazo ya walimu wa dini na ya wanasiasa. Amebaki na msimamo aliokuja nao kutoka kwa Baba. Sasa sisi tukikataa msimamo ambao Yesu ametuambia ndio sharti la kuokoka, alafu tukafanya vile watu wasiomwamini Kristo wanataka tufanye, basi hapo akijabeba msalaba tumemkataa Yesu. Tuombe neema ya kumtazama Kristo vizuri, ya kuwa na ujasiri wa kujikana na sisi zetu, kubeba msalaba na kumfuata Kristo. Tuwe na ujasiri wa kumpenda Kristo kuliko vyote, lakini kwa namna ambayo itajenga familia ya kibinadamu iliyopana, iliyo bora zaidi, bila kuharibu familia yangu ya asili. Itukuze damu ya Kristo.